Kesho ni mwakani. Sikiliza mpe hela yake. Mambo yaisha. Wala karibu sana kwenye Wino Mzito. Yameandikwa mengi lakini yamezungumzwa pia mengi kupitia mitandao, magazeti na maeneo mengine ambapo taarifa mbalimbali zinakuwepo. Lakini miongoni mwa mambo ambayo yameandikwa sana kwenye magazeti ni kumbukizi tu ya yale ambayo yamejiri kwa mwaka 2025. Umeona kwa mfano Nipashe imeandika ilivyokuwa mwaka 2025, Watanzania wapitia safari ya milima na mabonde, siasa zikichemka, matumizi makubwa ya mitandao kupaza sauti za kushinikiza mabadiliko, sura mpya za watendaji wa serikalini za tuma ujumbe mzito. Kisoma gazeti hili utakutana na matukio mengi makubwa ambayo yamejiri kwa mwaka 2025. Wameyaweka hapo kwa pamoja, ikiwemo mikutano ya kisiasa, uchaguzi wa Chadema, uchaguzi wa Tanzania, yaliyojiri bungeni, ajali za usafiri, vijana na mitandao, vifo vya vigogo wa kisiasa, misukosuko ya kanisa la Gwajima, Mpina na CCM na ACT. Wote wameweka kwenye mabadiliko ya nafasi ya waziri mkuu, nafasi ya spika, yote yamewekwa kwenye kumbukizi yale ambayo yamejiri mwaka 2025. Kwa hiyo wewe na Kapitina, wewe pia nakumbuka, ndio, na najua jana pia umeyashuhudia mengi kupitia kwenye file ya EATV ambayo alikuwa pia akiangazia yale ambayo yametikisa kwa mwaka 2025. Ndio shwari ndugu yangu bwana, shwari, imekaa vizuri hiyo, tuko sawa. Haya bana, kwingineko jana Chadema nimeona walikuwa na mkutano na waandishi wa habari. Okay. Na wameweka msimamo kuelekea mwaka 2026. Okay. Wanasema wenyewe Chadema tutakuwa hivi mwakani. Chadema waweka msimamo. Yaahidi kusimamia siasa za kipekee zitakazojikita kwenye mchaka kuhamasisha wananchi kutafuta majibu ya masuala ya utawala bora. Jana alikuwa akizungumza naibu katibu mkuu Amani Golugwa. Sema Chadema tupo tayari, tumejiandaa kuongoza hiyo show itakayokuwa kubwa zaidi ya iliyotokea hapo nyuma. Tutakwenda kwenye kipindi kitakachofanya siasa za mchaka mzito. Mchaka chinja. Mchaka mzito. Nikuulize swali. Niulize. Unachambua? Kuulize swali. Niulize. Chadema niuliza juzi kwenye mtandao kuna watu wamenishushia matusi. Kwamba kama taasisi Chadema ambayo kwa sasa haipo kwenye mfumo wote wa kiuchaguzi, inaweza kuwa na nguvu kiasi gani kutikisa, au mchaka unaweza kuwa na nguvu kiasi gani ambapo jana kufanyika uchaguzi mdogo, automatically hawapo. Hata ukitokea mwingine ndani ya miaka 5 hii, ukitokea mwingine hawatakuwepo. Nguvu yake itatoka wapi? Swali la msingi. Unaweza ukawa na nguvu nje ya mifumo ya kisiasa, baadhi ya vitu ukiwa hushiriki mifumo rasmi. Mesha kusema hapa kwamba inawezekana upinzani wa sasa hivi usitokee kwenye vyombo vya baraza ya wawakilishi. Utatoka sehemu nyingine kwa sababu ya mazingira tofauti ya kisiasa. Chadema ni chama kikuu cha upinzani na kimeweza kujijenga kwa muda mrefu, na harakati zao au ajenda zao zimekuwa zikiungwa mkono na baadhi ya makundi katika jamii. Kwa sasa huwezi kuacha nafasi yao katika mfumo wetu wa kisiasa. Of course hawakushiriki katika uchaguzi, hawakuwa sehemu ya mchakato wa uchaguzi, lakini bado na nafasi kwa sababu ya ujenzi wao wa kisiasa. Na chama unakipima kuna nini? Chama unakipima katika namna gani ajenda za vyama zinakubaliwa na wananchi. Ya kwanza. Lakini cha pili, unapima na umaarufu wa chama husika. Kina umaarufu kiasi gani? Cha tatu, kinapimwa na viongozi wake, wanaamini katika nini, misimamo yao ni kitu gani. Lakini cha nne zaidi sana, namna gani chama hicho kinakuwa tunasema relevant, yani kina uhalisia na matukio au ajenda ambazo wamekuwa wakizifanya. Kwa hiyo Chadema na Chama cha Mapinduzi wataendelea kugusa hisia za watu wengi, kwa sababu ni vyama ambavyo vimekuwa vina sifa tofauti kuliko vyama vingine. Tena hapo ongezea mchungu, vina ushawishi. Ila chama tukite hiki ni chama kikubwa, pia lazima useme kwamba kina ushawishi fulani kwenye kile ambacho kinashiriki. Na kwenye namba huwezi kukitoa. Huwezi kukitoa idadi ya wanachama. Ndio maana nimesema agenda. Sawa, nimesema uhusika wake kune vyama kinavyoungwa mkono, ushawishi mai kuungwa mkono. Kwa tunakubaliana kwamba Chadema ina ushawishi mkubwa.
Hiyo tunasema ni rhetorical question. Ni swali ambalo lina majibu tayari. Alihitaji utafiti. Yaani lina majibu. Haya bwana, kwingineko Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala Kuu ya Dodoma imeipa chama cha ACT Wazalendo kibali cha kuendelea na kesi ya msingi ya kupinga uteuzi wa wabunge wa viti maalum uliofanywa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC baada ya kutupilia mbali pingamizi lililowasilishwa na serikali ikipinga mamlaka ya mahakama kusikiliza shauri hilo. Kumbuka ACT wamekwenda kuhoji mahakamani kuhusu uteuzi wa wabunge wa viti maalum. Sasa serikali ilipeleka kama pingamizi. Wenyewe walikuwa pingamizi walikuwa likitaka mahakama haina uwezo wa kusikiliza hoja kama hiyo. Mahakama imetupilia mbali, mambo ACT Wazalendo let's go. Mule ndani alikuwa kuendelea. Alikuwa pia wakwao mule ndani. So mnaweza kuendelea sasa na kesi hiyo ya msingi mlioleta tuwasikilize. Sio kama ACT wameshinda walichopeleka, wameruhusiwa kuanza kusikiliza. Naweza kuanza kusikilizwa kwanza. Kuna initial phase ya mwanzo. Yaani kwamba ilitakiwa serikali yenyewe ilisema iishie hapa kwamba usiendelee. Zanzibar kule wamesusia uchaguzi ule jimbo la Fuoni. Jana umefanyika. Jimbo la Fuoni. Jana umefanyika uchaguzi wa majimbo mawili uchaguzi wa jimbo la Fuoni Zanzibar, lakini pale Siha nimeona matokeo ya Fuoni yametoka. Nimeona Asha Hussein Salehe wa CCM wameshinda kiti cha ubunge Fuoni. Ulikuwa unataka kusemaje Mchungu kwamba ACT na hilo la mahakamani au la kususia? Yaani mimi niko najiuliza kwamba yani ulikuwa ni sehemu ya mchakato wa uchaguzi. Ndio. Ukashiriki. Si ndio? Lakini still bado mchakato huo tuna wewe nini? Unahususia. Wenyewe wamesema wamesusia ama hawajaweka tu mgombea. Walisema wametoa kauli kabisa kwamba wao walisema waamini mchakato. Baada ya kushiriki kwa mara ya kwanza. Sasa unajua mchakato huu ni ule. Mchakato ni ule na watu ni wale. Kitu kilipelekwa mbele. Tume ni ile. Kishitokea katika jimbo mgombea alifariki. Kwa sasa kwa mujibu wa tume ni kwamba uchaguzi utapelekwa mbele. Sasa matokeo rais Zanzibar shatoka. Mshindi tushampata. Serikali inafanya kazi. Baraza la mawaziri lishaundwa. Sasa vile inatengeneza maswali. Unaweza kususia vipi mchakato ambao wewe mwenyewe ulikuwa ni sehemu ya huo mchakato? Basi usingekuwa sehemu kabisa ya mchakato. Maana yake mchakato huu sio kama ni mpya. Sio mpya. Sio uchaguzi mwingine. Sio mwingine. Ule. Na mifumo sheria ni zile. Kimnukuu kiongozi wa ACT Wazalendo hivi karibuni miezi ya hivi karibuni wakati wa uchaguzi aliwahi kusisitiza kwamba kususia uchaguzi sio tiba ya kushinda au ya kufanikiwa. Sasa ACT hawapo kwenye huu mfumo kabisa, hawataka wasusie uchaguzi. Sasa kiongozi mkuu mstaafu Zitto Kabwe akasema hakuna, alisema ACT Wazalendo sio waumini wa kususia uchaguzi. Hii ya jana hii. Kama nimeuliza swali la msingi, wametangaza kabisa kwamba tumesusa kupitia mkurugenzi wake au wamesema hawajaonekana kwenye viunga vya uchaguzi. Katibu mwenezi amesema kabisa kutokea Zanzibar mwenzake wa CCM amehamasisha watu wakapige kura. Yeye huko akasema bwana sikilizeni, si hatuna imani. Kwa hiyo kama vipi namna gani vipi? Nataka kusemaje jamani, imepotea baada ya jamani haya nataka kusema imani imepotea baada ya kushiriki kwa mara ya kwanza. Jamani swali lingine wakati wa zile vurugu za Oktoba 29 baada ya pale kulikuwa kuna maswali. Unajua sisi hii njia ya kutoka Mbezi kupita Goba njia 4 Goba Center mpaka ufike huku Masana shule huku. Miezi hivi karibuni wakati anaingia mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando alitufungia kamera pale. Funga kamera nzuri kwa ajili ya kuangalia masuala ya usalama barabarani, magari na nini. Kutoka Mbezi kuja Goba kupita mpaka ufike hapa hii njia hii. Makongo huku mpaka ufike huku. Sasa zile kamera zilikuwa zinaangalia hata uhalifu, zinaangalia masuala barabarani. Madereva kwa ziogopa kweli, yani dereva anafunga mlango muda usema unajua ni hata kama traffic hayupo hamna askari lakini kamera zipo. Sasa baada ya zile vurugu ikaibuka hoja kwamba ziko wapi? Zile kamera zipo. Kamera ziko wapi? Zinaweza kuonyesha lolote lililotokea siku ile, ili na tume yenyewe ile ikapewa kama footage kwamba tume sinataka ushahidi. Lakini kwanza kamera zipo, zilikuwepo. Sasa kutoka na muuliza mkuu wa wilaya kwamba
kamera zako ziko wapi, zinaweza kusaidia kwenye ushahidi. Tume inataka ushahidi watu wapeleke, lakini pia kwa kuna kamera eneo hili, kama eneo hili pia kulitokea matukio mengi, ziko wapi? Sasa jana amejibu anasemaje? Albert Msando anasema zile kamera ziling'olewa na waandamanaji. Ndio katika uharibifu ambao ulifanyika na kama waandamanaji walichukua na kamera vile vile. Kamera zote zilitolewa sasa na waandamanaji za huko ambapo hii njia hiyo ulosema hii. Anasema katika sintofahamu kuhusu kuondolewa kwa kamera za CCTV katika barabara ya Goba Center na Goba njia 4 wilayani Ubungo, mkoa wilaya ya Ubungo Albert Msando amefunguka na kueleza kuwa chanzo cha kupotea kwa kamera hizo ni kung'olewa na waandamanaji. Mzigo umeng'olewa. Kamera hizo CCTV ziliwekwa katika maeneo hayo Juni mwaka huu kwa lengo la kufuatilia na kudhibiti mwenendo wa magari, kupunguza ukiukwaji wa sheria za barabarani na kupunguza msongamano wa magari katika barabara hizo. Sando anasema waandamanaji walipita nazo. Naona ndugu yangu amejibu wale kwa kihoji kwamba ziko wapi. Zingesaidia kweli. Zingesaidia kwenye ile tume. Sababu sasa si muda wa kutafuta ushahidi kama nini kilitokea. Ya tume na yeye inatafuta, inahoji nini kilitokea. Tume haitafuti ushahidi, inatafuta chanzo. Mjomba, ushahidi wa nini? Inatafuta ushahidi tume. Ndio maana nasema tumeni picha. Tangazo la picha mwenye nani? Nakumbuka kama nakutana nao mwenye. Tangazo la picha mjatumiwa nyinyi. Mwenye jambo anaweza kuwasilisha picha video kuhusu vurugu za 29 tume. Ni nini hiyo unatafuta? Si ushahidi? Au ni nini? Uchunguzi tuseme. Tume inafanya uchunguzi. Tume inachojua ni kwamba kulitokea vurugu zimesababishwa na nini, nani na zilikuwaje, ndo hawa. Anyway, katika ujumbe wao wa tume toa ushahidi. Unaona? Ni ushahidi unatafuta. Umeelewa vizuri? Au maoni kwa tume kuhusu matukio. Yani tume inajua. Kwa hiyo kiufupi anaosema mjomba kuhusiana na ushahidi yuko sawa, na wao wanasema issue ya nini? Yuko sawa. Uchunguzi ama ripoti kwa ajili ya ripoti na uko sawa, kwa sababu kisoma kimsingi hatujatoa kwenye vichwa vyetu. Kwenye tangazo lao wanasema toa ushahidi. No, tangazo lao tu kwenye ujumbe wao. Hata kwenye ujumbe wanaotuma. Toa ushahidi au maoni. Ndio. Kwa tume kuhusu matukio ya wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Sio, unaelewa vizuri. Hata kama unazo picha ni sawa kutumia neno ushahidi. Kama una video tuma. Basi wanataka wapate vitu vingi zaidi vya lile tukio. Kwa mjomba unasema zile kamera za nani za hii zingesaidia. Ubungo hii. Ile njia 4 palitokea vitu pale. Kamera zingekuwepo zile zingesaidia. Sasa waandamanaji wamechukua. Kwa mujibu wa Msando. Kama alipochukua gesi wamechukua na kamera. Wameondoka kamera. Sando anasema wamechukua. Sasa kwa juu hivi. Zilikuwa ziko mbali. Ilikuwa zimefungwa. Si nyinyi tukao kuziona. Mlikuwa mnasikia taarifa za kuwepo kwa kamera. Lakini hamjawahi kuziona. Waandamanaji wameziona na wametungua. Lakini yeye hamjawahi kuziona. Lakini zilikuwepo. Ila waandamanaji wameziona na wamechukua. Waandamanaji watu hatari sana. Sasa hiyo kwa kweli. Bwana ma DJ na ma MC kigezo kwa sasa masharti wawe wamehitimu vyuo. Rafiki yake mchungu hapa kazi hana. Kia nikianza kujipata tu. Kigezo kinakuja. Sasa mjomba wewe, yani chuo tena uende kusoma. Baraza la Sanaa la Taifa BASATA limeweka wazi vigezo vipya vitakavyopendekezwa kwa waongoza sherehe na matukio maarufu kama Masters of Ceremony, MC pamoja na manju. Manju muziki, unajua manju muziki wewe? DJ huyo. Manju muziki. Imesisitiza kuwa kiwango cha elimu na usajili rasmi sasa ni sharti la msingi kwa kuendelea kufanya kazi kisheria nchini. Hatua hiyo imetangazwa kupitia taarifa rasmi kwa umma iliyotolewa Disemba 29 mwaka huu, iliyotiwa saini na mkuu wa kitengo cha mawasiliano BASATA Leonidas Tibanga. Katika taarifa, BASATA imewataka viongozi wote wa sherehe, burudani na matukio kuhakikisha wanakamilisha usajili wa kupata kibali hai cha BASATA ifikapo Januari 31. Kama MC pia wajisajili, kuna ada pale ya kulipa. Kujisajili. Ni kujisajili. Kujisajili na kuna ada unatakiwa ulipe na vigezo pia. Sio kila mtu atasajiliwa. Vigezo pia vitazingatiwa. Hivi ili uweze kuwa MC unatakiwa sifa ni nini? Unajua kuongea sana, unajua kuongea vizuri. Sifa za huku kwetu. Sifa za kwetu ni wewe unajua kuongea na kupangilia mambo. Sasa wameweka sifa za kielimu sasa hivi. Lakini kuna talent kule mtaani. DJ
DJ si elimu kabisa, tunaenda chuo. Acha DJ nasema EMC. Hasa EMC kuna mshikaji mmoja hivi bonge. Yeye alikuwa tayari ashajipata. Na kia mtaani. Kwa hiyo sasa au kuna vio au kuna vio vya kufundisha MMC. Vio kufundisha MMC. Issue kwa ni kusoma, issue kujisajili mjomba hapo. Ngoja nikusomee. Endeleeni tu, mimi nitasomea vizuri hapo. Tutasomea. Issue kusoma. Issue kwa umesajiliwa. Fani zitakazozingatiwa ni pamoja na lugha za kimataifa, utawala, sheria, uhusiano wa umma, teknolojia ya habari na mawasiliano zikiwemo cyber security, database developer, system developer, akili unde na machine learning. Fani nyingine zinazoorodheshwa ni masijala, ukatibu mutas, musus, pamoja na uhasibu, ununuzi na ugavi uliosajiliwa na bodi husika. Kwa maana yake ukiwa na fani hizi unaweza kujikita kwenye hizo shughuli za UMC. Ndio maana mimi nikauliza. Kwa hiyo kwa kama ya wanahabari, sina haja ya kwenda kusoma tena elimu ya UMC. Tayari mimi ni MC. Ndio hivi. Najitengenezea mazingira. No, mimi swali langu mjomba bado sijui hujanielewa kwamba hapo nataka tusajili au tukasome. Sikiliza, ni kujisajili. Ni kujisajili basi. Sasa kujisajili inabidi uambiwe kama unahitaji kigezo hiki. Swali la msingi ni kwamba hoja yangu ya msingi ni kwamba kuna watu sawa washaonyesha hii kada sawa ambao hawana hizo sifa ambazo zimetajwa. Sawa, mtu labda hajasomea utawala, si mahusiano ya kimataifa, mahusiano ya umma, lugha, lakini ana hiyo tayari. Ipi nafasi ya mifumo kumweza kumempower mtu? Sasa swali kama hilo itakuja kuwa kama huko kwenye waandishi wa habari. Yaani waandishi wa habari saa hizi, na juzi nimesikia anasema wiki hii au hivi karibuni watatoa taarifa ya kuwatambua wakongwe kwenye habari ambao hawakupata hiyo elimu, lakini wamefanya kazi kubwa na wanatambulika kwenye tasnia ya habari. Watapewa vyeti, watapewa na itibati kabisa. Namna kumjibu mchungu itakuja kama huko ni hii hapa. Wanasema kwenye sheria kutokufahamu sheria. Kwa mujibu wa BASATA, sikiliza hii ya mwisho tuondoke. Kwa mujibu wa BASATA, kiwango cha elimu kitakachopewa kipaumbele katika utoaji vibali ni kuanzia astashahada, stashahada, shahada na shahada ya juu kutoka vyuo vinavyotambuliwa na serikali. Basi mjomba, hiyo ni lazima uwe na cheti. Cheti. Yaani MC lazima umesoma. Mimi ni kwa mujibu wa nini najielezea kabisa mbele hapa. Wewe umepita. Waheshimiwa BASATA, mimi umepita. Mimi niendelee na shughuli zangu. Nasema sasa siku hizi unajua. Nilikuwa naangalia moja tangazo la kazi. Kwa sijui kama kuna sehemu ya nani ya bure tena. Sasa hivi hamna sehemu ambayo ina kigezo sasa. Hivi kuna sehemu ambayo haina kigezo cha elimu siku hizi. Maana zamani ulikuwa watu wakimbilia sijui kwenye Ashakum ulinzi. Sijui nitaenda kwenye UMC. Wengine wasema bwana nitafanya usafi siku hizi unaambia bwana kuanzia umesomea nini? Uona certificate, diploma, kitu fulani kwenye usafi. Umeelewa? Hotel management. Watakwambia wewe umesomea hotelia ili ufanye usafi vizuri. Wapi kuna sehemu ambayo unahitaji elimu? Wapi nitajie mjomba? Kimsingi watu wetu wasome tu. Watu wasome sasa. Tuendako huko. Hakuna jambo ambalo litakuwa lihusu elimu. So kuna jamaa pia pale unamwona pale mjini kati posta pale anakuambia bwana kuna elimu kuhusiana na kupiga kiatu hiki. Kusafisha hivi brush. Sasa kama hujaenda kuna jinsi ya kukiweka kiatu. Sasa kama hujasoma huwezi kuelewa. Si ndio kwambia mjomba tunakwenda. Jeshi la polisi mkoani Mwanza linamshikilia mfanyakazi wa kazi za ndani Fahima Twaibu mwenye miaka 19, mkazi wa mtaa wa Bwalehela wilayani Ilemela kwa tuhuma za kutupa mtoto mchanga wa kike muda mfupi baada ya kujifungua juu ya paa la nyumba aliyokuwa anaishi. Bwana, moja taarifa ambayo tulipitia na imekuwa na nani sana. Sema jambo la msingi walifanikiwa kumokoa yule kichanga yule, afu huyu bibie wakamdaka njwa. Bwana njoo wewe kwanza ana miaka 19. Binti mdogo sana. Bwana umri huu. Binti mdogo sana. Binti mdogo sana. Bado hata nani. Yaani ingekuwa kwa enzi zetu zile. Kwa bado hata kuna nani 19 bado ni mtoto mdogo. Kwa enzi zetu zile hata macho unakuta hamna.
Jeshi la polisi mkoani Dodoma linafanya uchunguzi wa tukio la mauaji ya mtu aliyetambulika kwa jina la Omari Hamisi Ramadhani, ana miaka 29, mkazi wa Ng'ong'ona, aliyefariki baada ya kupigwa risasi na askari wawili waliokuwa katika doria ya kudhibiti matukio ya unyang'anyi. Tukio hilo lilitokea Disemba 27 majira ya 7 usiku katika maeneo ya Chuo Kikuu cha Dodoma, kata ya Liumbu. Inadaiwa kuwa askari hao walikuwa wakifanya doria walipokutana na pikipiki iliyokuwa imebeba watu watatu waliowatilia shaka kuwa huenda walikuwa wahalifu. Sasa uchunguzi umeanza kubaini nini kilitokea. Walikuwa wahalifu? Jeshi la polisi jana nimeona taarifa yao wakizungumza kuhusiana na wanachokifanya kwenye uchunguzi. Polisi inafanya uchunguzi wa tukio la mauaji ya mtu mmoja aliyetambulika kwa jina la Omari Hamisi Ramadhani, umri wake ni miaka 29, mkazi wa Ng'ong'ona, ambalo lilitokea Disemba tarehe 27 mwaka huu 2025 majira ya saa 7 usiku maeneo ya Chuo Kikuu cha Dodoma, kata ya Yumbu, ambapo askari wawili wakiwa katika doria ya kudhibiti matukio ya unyang'anyi wa kutumia silaha. Tukisema unyang'anyi wa kutumia silaha na maana mapanga, katika eneo hilo walisimamisha pikipiki ambayo waliitilia mashaka ikiwa imebeba watu watatu wadhani wao ni wahalifu, lakini pikipiki hiyo haikusimama. Hivyo askari hao walifyatua risasi na kumjeruhi mtu mmoja ambaye alifariki njiani wakati akipelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu. Mwili wa marehemu umekabidhishwa kwa ndugu kwa ajili ya taratibu za mazishi. Hata hivyo, uchunguzi wa tukio hili unaendelea ili kubaini ukweli wa tukio lenyewe na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Haya, jeshi la polisi hiyo kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, kamishna msaidizi wa polisi ACP Gallus Hiera, akitolea ufafanuzi kuhusu tukio hilo, na uchunguzi unaanza kuweza kubaini nini hasa ambacho kimetokea. Lakini nimeona taarifa nyingine ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesimulia kisa cha mkazi wa Arusha ambaye amelizwa shilingi takriban milioni 600 na kijana aliyemwamini akamchukulia mkopo. Kutokana na kisa hicho, Dr. Mwigulu amemwagiza kamanda wa polisi mkoani Arusha Justin Masejo kijana huyo apatikane na ikiwezekana ukoo wake wote ukamatwe. Umetuponza. Asa milioni 600 kwa peke yake. Dr. Mwigulu ameeleza hayo juzi Disemba 29 akizungumza na wananchi baada ya kukagua ujenzi wa soko la stendi ya Bunjubi jijini Dar es Salaam. Jana kawaponza ukoo mzima. Kama leo hii nimepata taarifa nikiwa nakuja hapa, kuna mama mmoja pale Arusha, katika kuaminiana, Watanzania tuna tabia hiyo ya kuaminiana. Katika kuaminiana akamwamini kijana mmoja amsaidie kuprocess mkopo, aprocess mkopo kwa ajili ya kampuni yake. Huyo mama, yeye na mume wake wamemwamini, wanajua ni kijana wao. Yule kijana badala ya kwenda kuprocess mkopo kwa ajili ya wale waliomuomba, alivyochukua zile hati akaenda akakopea yeye. Alivyokopea yeye, garanti kaweka zile hati alizopewa na yule mama. Yule mama amekaa anasubiria apate mkopo kwenye taasisi yake afanyie kazi. Anaambiwa huku nenda, imeenda. Baada ya hapo, yule kijana amechukua milioni karibu 600, halipi zile fedha. Yule mama hakupata mkopo kwa kupitia hati yake. Yule aliyekopea hajalipa mkopo, mama anaenda kusumbuliwa. Nimeona juzi anatolewa vitu kwenye nyumba yake ili iuze. Milioni 600, na jeshi la polisi limeagizwa kumkamata kijana huyo na ukoo wake wote ili mambo yaanze kubadilika, aanze kulipa milioni 600 ya watu aliyokopea kwa kutumia dokumenti za mwingine. Kazako mjini huku, kijana wa ukoo wenu anafanya jambo kama hilo huko, na wewe unatafutwa ukamatwe. Tukirudi hapa itakuwa ni muda wa lenzi. Wino nzito. Usitoke.
Baki hapo hapo. Tunalipa bill dakika 0 tu. Tunarudi 96.8 East Africa Radio.